majina naitwa Deogratius kutoka timu ya Dinga Kifikra, na leo hii nakuletea uchambuzi kidogo. Ninataka ushirikiane nami. Mimi nawaza, hivi ni kwa nini leo hii tuna wale wanaoitwa wasomi lakini ndio wanaongoza kufanya mambo ya kipumbavu na kufikiria upumbavu kuliko wale watu wasiosoma? Leo hii kusoma sio garantia werevu tena. Ni garantia ya kuwa fisadi, tapeli, chawa, mwehu. Sasa leo nataka ni kupitisha kwenye uchambuzi kidogo. Hebu angalia hichi. Kisha angalia hichi. Sasa hili jango uliloliona hapa kwenye ya mabonde, kwenye ardhi ambapo hujaona mti hata mmoja, hujaona blue wala kijani, umeona wekundu tu, vumbi, jangwa, kama eneo lililotelekezwa vile. Hapa ndipo ambapo wanasayansi wetu na wasomi wetu wanatuforce kwenda kuishi hapo, na wameweka malengo kabisa ya kuhakikisha binadamu tunaenda kuishi kwenye eneo kama hilo. Wanaamini kwamba binadamu wote tunatakiwa kwenda hapo. Wanatumia nguvu kubwa, vitabu vingi, movie nyingi kuonesha kwamba hii dunia yetu haifai na kinachofaa ni hili eneo. Sayari ya Mars ni sayari ya 4, sisi ni sayari ya 3. Sayari iliyoko mbele yetu ni sayari ya Mars, ambayo ni sayari nyekundu, ambayo kwa Kiswahili inaitwa Mihiri. Sasa wana force kwamba tunatokaishi hapo, na wamekwisha kutuma vyombo vingi sana kufanya utafiti juu ya eneo hilo, na utafiti wao umeonyesha kwamba miaka ya zamani yumkini kulikuwa na maisha katika eneo hilo. Kumbuka ni miaka ya zamani, kwa hiyo mpaka sasa hawana uhakika kama kwa sasa maisha yatawezekana kwenye eneo hilo ama tutabaki kwenye hali hiyo hiyo. Sasa wanatumia nguvu kubwa, na story yenyewe sasa ya kutaka watu waende huko ni imekaje. Wanadai kwamba dunia yetu inafikia mwisho muda si mrefu, yani jua letu litakufa, dunia yenyewe itafika mwisho, na kila binadamu tunatakiwa kwenda kuishi kwenye eneo hilo ili tuwe salama. Hebu imagine, fikiria dunia nzima hii iharibike, kwa hiyo tukimbilie tukaishi kwenye sayari inayofuata. Inakuja kwenye akili yako? Sasa ndivyo ilivyo. Hayo ndio matokeo ya ile elimu ambayo tupo nayo. Elimu tulionayo imegeuka kuwa silaha na sio kitu ambacho kitawezesha sisi kuishi vyema tena. Kwa kadri ambavyo teknolojia inazidi kukua, tunajikuta tunapata faida kwa 30% ama kwa 20%, lakini hizi 70% nyingine 70 ama 80 ni hasara tu, na kuhakikisha binadamu wanatokomea. Na hata kama wanabaki kuwa hai, basi wabaki kuwa kama madoli, wabaki kuwa kama maviumbe ambao ni useless katika hii dunia. Adui wa kwanza wa dunia ya sasa ni mwanadamu mwenyewe, alafu eti anadai kwamba dunia itakuja ijiangamize yenyewe. Au ni vile wanataka kukupa kiama, wanaamini kwamba kiama kitakuja tu, kwa hiyo inabidi tukimbilie kwenye sayari ya 4. Ili tuweze kuelewa kitu hichi, lazima tujiulize, aliyeanzisha habari hizi za wanadamu kukimbilia kwenda kuishi kwenye sayari ya 4 ni nani? Nani aliyekuja na idea ya kipumbavu namna hii? Ili tuweze kuelewa sasa, inabidi turudi kipindi cha miaka 1940 hivi, ambapo tunakutana na jamaa mmoja, ambacho hichi kijamaa ndo cha kwanza kabisa kuleta ili wazo hadharani. Hichi kijamaa kinaitwa Wernher von Braun. Aka jamaa kaliandika mpango wa kina kuhusiana na safari ya kufanyika kutoka hapa duniani mpaka katika
sayari ya Mars. Mpango huo alihakikisha unatolewa kwenye kitabu cha The Mars Project ambacho kilikuja kuchapwa mwaka 1952. Hiki ndicho kilichokuwa mpango wa kwanza kabisa wa kisayansi unaoeleza jinsi wanadamu wanaweza kwenda kuishi katika sayari hii ya 4, sayari nyekundu ama sayari mfu. Lakini kipindi hicho anatoa hilo wazo, teknolojia haikuwa imekuwa kama sasa. Lakini ilipofika kipindi baadaye sana, wanasayansi wengine walikuja ili kuendeleza wazo la kaka jamaa akaka Wernher von Braun. Sasa hawa waliokuja, miongoni mwa waliokuja ni Robert Zubrin, ambapo ilikuwa ni mwaka 1990. Huyu jamaa alitoa mpango ambao aliuita Mars Direct. Mpango wake ulionyesha kwamba watu wanaweza kwenda Mars kwa gharama ndogo zaidi ukilinganisha na mawazo ya kwanza ya von Braun. Unaona? Kwa hiyo jamaa akaandika kitabu ambacho alikiita The Case for Mars. Ilipofika kipindi cha miaka ya 2010 tukaja kukutana na huyu tajiri wa kwanza duniani ambaye anaitwa Elon Musk, chizi la teknolojia. Elon Musk ni mmiliki wa kampuni ya SpaceX. Mwaka 2016 alitangaza mpango wa kujenga mji wa watu milioni 1 kwenye sayari ya Mars. Yaani yeye ndo atangulie, alafu akatengeneze makao, akatengeneze mji katika sayari hiyo, alafu watu milioni 1 waende kuishi katika eneo hilo. Lengo lake lilikuwa ni kufanya binadamu wawe multiplanetary species. Yaani kwamba binadamu tuishi kwenye sayari zaidi ya 1 ambapo ni hapa duniani. Yaani tuwe karibia kwenye kila sayari ambazo zina support maisha. Na wanasayansi hawa ukiwauliza ni kwa nini wana mpango huu, wanaamini kwamba binadamu tunapaswa kuishi katika sayari nyingine ili kuepuka kutoweka endapo janga kubwa litatokea katika dunia. Yaani labda likimondo likaja likapiga dunia yote ikasambaratika, ama vita vya nyuklia. Msikiliza hii sababu kwa makini. Vita vya nyuklia vikitokea ili tusife wote. Sasa jiulize, ni nani mwenye mpango wa kuua binadamu wote? Ni nani anayemiliki nyuklia kama sio hao watu wa system? Wao ndio wenye nyuklia, wao ndio wenye teknolojia kubwa ambayo inaweza kutufuta wote. Sasa wanaposema kwamba dunia itakuja kufutwa kwa mabomu ya kiteknolojia, kwa mabomu ya nyuklia na vitu kama hivyo, silaha za kibiolojia, ni nani mwenye mpango wa kufuta wanadamu wote? Ni nani mwenye mpango wa kutuua jamani? Na wakati anatuua sisi wote, yeye amesimama wapi? Kwa sababu Marekani nao ni duniani, Iran nao ni duniani, Korea Kusini nayo ni duniani. Wakati anarusha mabomu ili kutuua sisi wote, yeye yuko wapi? Yeye analindwa na nini? Yeye anajizuia na nini? Imagine dunia jinsi ilivyo nzuri namna hii. Ni nani mwenye ajenda ya kuangamiza hii dunia, kuisambaratisha hii dunia? Matetemeko ya ardhi huwa yanatokea, yanajiziba, mimea inaendelea kuota, milima huwa inalipuka, volkano inachoma mazingira, kisha mazingira yanajirudi. Nature system, mfumo wa asili wa mazingira kujiendesha. Kwa hiyo unaona hapa hahitajiki mkono wa mtu hapo. Sasa ni kwa nini wawe na idea kwamba binadamu tutakuja kutoweka wote? Tunafahamu kwamba simba wanatoweka kwa sababu ya ujangili unaofanyika. Tembo wanatoweka kwa sababu ya ujangili. Viumbe vya majini vinakufa na kuharibika kwa sababu ya maplastiki tunaotengeneza sisi. Asa sisi ni kiumbe gani kilichoko juu yetu ambacho kinania kututoesha wote kama sisi tunavyotoesha simba, tembo pamoja na vifaru na wanyama wengine kama hao, ama kudhuru mazingira ya baharini? Ni Mungu ama mashetani? Kama ni Mungu tunaweza kumkimbia kweli? Kama ni mashetani tunaweza kuyakimbia kweli? Utakuja kugundua kwamba huyu mwanadamu anayejifanya anataka kusaidia wanadamu wenzake ndiye mwangamizaji mkubwa wa kwanza kabisa. Na huyu Wernher von Braun, huyu jamaa alizaliwa mwaka 1912. Aliishi mpaka mwaka 1977 na alikuwa ni mwanasayansi wa rocket, yani ni rocket engineer. Na hichi kijamaa hata katika ile Apollo 11 moon landing mission ile ya mwaka 1969, akika jamaa kalishiriki kutengeneza ile rocket ambayo ilitumika kufikisha wanadamu huko, ingawaje tukio hilo bado lina utata mpaka leo hii. Lakini naomba niwakumbushe kwamba hichi kijamaa kiliwahi kufanya kazi na serikali ya Nazi, serikali ya Adolf Hitler. Unaona, alikuwa ni mwanachama wa Nazi Party kindaki, na alikuwa mshiriki mzuri sana katika vita ya pili ya dunia, na roketi zake zilitumika pia kama silaha. Roketi yake ya V2
ilitumika kushambulia miji ya London, Antwerp na miji mingine, na huyu jamaa alishiriki kuua maelfu ya watu. Lakini vile vile ili hizo rocket zake zitengenezwe, aliwachukua watu kama watumwa wakafanya kazi kwenye viwanda ili kutengeneza hizo rocket, hususan katika kiwanda cha Metal Work Factory. Na naelewa vizuri, humo ndani unaambiwa wafungwa wa kambi za mateso walilazimishwa kufanya kazi. Zaidi ya watu 10,000 walikufa katika mazingira hayo katika kampuni za ujamaa. Sasa huyu jamaa, mtu kama huyu, imagine mtu kama huyu ndiye anakuja na wazo kwamba dunia inataka kuangamia, tuendane tukaishi kwenye sayari inayofuata. Tunapofika huko, ni nani atakayekuwa kiongozi? Nani atakayekuwa mfalme? Nani atakayekuwa rais? Nani ambaye atawatawala wenzake? Na je, utawala utakuwa mzuri? Wakati watu tunahamia huko kidogo kidogo, kwamba nenda tangulia, wale wanaofika wa kwanza si watakuwa manyapa, watakao kula nyama za binadamu wenzao? Au mnaonaje hii? Kwa sababu hapa duniani penyewe hao watu wa mifumo ndio wao wanaoongoza kula macho ya watoto, ndio hao wanaoongoza kufanya matendo ya kipumbavu sana, kuinda binadamu kama wanyama, kuchoma nyama zao kama mishkaki, alafu wao ndo watangulie huko, alafu tuwafuate. Uone kama ni serikali moja inayotakiwa kutengenezwa kwenye eneo ambalo tutakuwa watumwa katika dunia nyingine. Kwa hiyo wanakuja na makashablasha mengi. Wanasema sababu ya kwanza ya kutupeleka huko ni kulinda maisha ya binadamu. Yaani pawepo na backup ya dunia. Yaani sehemu ya mbegu ya dunia isipotee. Sehemu ya mbegu ya dunia wakimaanisha uzao wa mwanadamu usipotee. Kwa kule juu panatakiwa pawe na Muasia, Muhindi mwekundu, Muafrika, mzungu. Yaani pawepo na kila mtu ambaye atawakilisha mbegu ya mwanadamu. Afu huko duniani pakishangamizwa kote, wanadamu wale waliobakia kule waendelee na maisha. Yaani kama kusema labda karanga hizi tuziweke kwenye ungo, alafu hizi nyingine tuzifiche chini ya uvungu, ili hizi hapa zikiliwa zote zile za chini ya uvungu zibaki. Sasa sisi binadamu sio karanga, na kama ni karanga ni nani anayetutafuna? Watu kama Elon Musk wanasema kwamba binadamu tunapaswa kuwa multiplanetary species. Kwamba vita vya nyuklia vikija, mabadiliko makubwa, hali ya hewa ikichafuka, hali ya hewa ikiwa mbaya, watu wakashindwa kuhema vizuri, kwamba twende tukapata hifadhi huko. Sasa imagine wanaochafua hiyo hali ya hewa ni kina nani kama sio viwanda vyao wenyewe? Lakini vile vile sababu nyingine wanasema kwamba eti ni maendeleo ya science na teknolojia. Safari ya kwenda Mars inalazimisha maendeleo makubwa, maendeleo ya nishati, robotics, tiba za anga, teknolojia ya chakula, makazi ya sayari nyingine. Hii teknolojia ya chakula ndo haya machakula ya GMO haya mayai ya kisasa, vyakula vya kisasa ambavyo ni hatari sana kwa mwanadamu. Hii ni system gani inayotengenezwa hapa? Huu ni mfumo wa kishetani huu. Lakini vile vile sababu ya tatu wanasema wanataka kutafuta kama kuna maisha nje ya dunia. Haya mkiyakosa na mmeshapeleka watu milioni 1. Wanatafuta kama kuna maji, utafikiri wamekunywa maji ya bahari ya Hindi yote yameisha. Lakini sababu nyingine wanadai kwamba wanataka kutimiza tamaa ya mwanadamu kuchunguza ulimwengu, ili wajue vyote vilivyopo, wakati bahari tu hata 10% hatujaifahamu. Kwani tusianze kuchunguza hapa? Mpaka leo kuna wadudu na viumbe ambavyo havijulikani. Kuna bakteria walioko hapa duniani ambao bado wenyewe hatujawajua. Tunataka kwenda kuchunguza eti kwenye sayari ya Mars. Na tukifika, kumbuka sisi ndo aliens, yani sisi ndo wageni wa kule. Vipi endapo kuna wenyeji wa kule? Sasa Elon Musk mwenyewe aliwahi kusema kwamba ili mtu aweze kwenda kwenye sayari ya Mars itakubidi ukate tiketi ya dola 200,000 mpaka 500,000 kwa mtu mmoja. Na baadaye akaja akasema kwamba lengo lake ni kushusha hicho kiwango. Yaani yeye ndo anajipangia kwamba nitashusha nauli. Nitashusha nauli mpaka kufikia dola 100,000 kwa mtu mmoja. Hii ni sawa na takriban milioni 250 mpaka milioni 500 za Kitanzania. Ulipe ili kwenda kuishi kwenye hili jangwa nililokuonesha hapa. Kwenye hii sayari nyekundu ambao uoni hata mti mmoja. Movies zenyewe zinatuambia tusiende. Kwa hiyo mpaka sasa tayari mabilioni ya dola yametumika kwenye tafiti za kwenda Mars. Mfano mission za NASA zile za Mars zimegharimu zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 100 kwa jumla ya miaka yote. Kila kifaa, kila kigari, kila kirova ambacho kinazunguka huko kwenye sayari ya Mars pekee yake kiligharimu takriban dola 2.7 bilioni hivi za Kimarekani.
ambao hii ingerudishwa hapa duniani kuhakikisha wanatokomeza maplastiki na kubuni vitu ambavyo ni marafiki kwa mazingira. Yomkini tungekuwa mbali na tusingekuwa na nia ya kukimbia. Yaani umeichafua dunia mwenyewe alafu na mpango wa kukimbia. Kwa hiyo hata kama tiketi itakuwepo bado kuna matatizo makubwa, kwa sababu safari yenyewe ni miezi 6 mpaka 9 ili ufike. Na hapa katikati hakuna hewa ya kupumua. Baridi ni kali sana. Unaambiwa ni hasi 60 nyuzi centigrade. Hasi hiyo sio plus, ni hasi. Na mionzi ya anga inaweza kuharibu miili yetu sisi binadamu. Kumbuka hii safari ikienda na the point of no return, kurudi duniani ni ngumu sana, kwa sababu inagharimu miaka mingi sana. Uwe na resources, uwe na vitu ambavyo vitakusaidia uweze kufika ukiwa vizuri. Sasa imagine nani atakaye kuwa mtawala huko? Mawazo ya Elon Musk, yeye mwanzilishi wa hii kampuni ya SpaceX. Sasa yeye mwenyewe amewahi kusema kuwa koloni la huko Mars linaweza kuwa na mfumo wa demokrasia ya moja kwa moja, yani direct democracy. Maana yake kwamba badala ya kuwa na rais mmoja mwenye nguvu kubwa, watu wote watakaoishi huko watakuwa wana uwezo wa kupiga kura moja kwa moja kwa maamuzi makubwa. Hapa duniani penyewe kura ni uongo tu. Hakuna mtu anaweza kupiga kura. Iweje tena tukapiga kura kule? Demokrasia imekuwa ni mfumo wa kipepo kabisa, democracy. You see? Kwa hizi ni ahadi za kuku kumnyonyesha mwanae, na anadai kwamba wakati wa kufika ile mwanzo shirika ama kampuni sasa hii ya NASA ama SpaceX ndio itakayoshiriki kuongoza watu katika koloni hilo. Yaani kwamba wao ndio watakuwa top juu ya watu. Wakiamua mtoto wako atafunwa nyama, atatafunwa tu. Na mpaka sasa hivi ninapoongea hakuna mwanadamu amewahi kukanyaga kwenye ile ardhi. Ni hizo rovers tunazozituma, sijui ni kweli sijui ni movie, wanajua wenyewe. You see? Mpaka sasa hivi kuna mkataba muhimu ambao unaitwa Outer Space Treaty wa mwaka 1967. Sheria hii inasema kwamba hakuna nchi inayoweza kumiliki sayari au mwezi. Hivyo kisheria hakuna taifa linaweza kusema Mars ni nchi yangu, kwamba tunapofika huko hakuna ambaye atakuwa top. Lakini mimi nadhani mwenye kisu kikali ndiye mla nyama. Na kwa nini tusianze kupanda miti, kupunguza uchafuzi wa hewa, kulinda bahari, kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi? Mashirika kama United Nations na Greenpeace mara nyingi yanasisitiza kwamba dunia ndio makazi ya pekee tulionayo kwa sasa. Hatuna mengine. Hakuna sayari nyingine rahisi kuishi kama hapa duniani, kwa sababu hapa tunapajua na asili yetu imekaa hapa kwa miaka mingi zaidi. Au ndio kwa sababu wanatengeneza maroboti ili yawe mengi ili tubadilishane, yenyewe yawepo hapa si tuende huko, ili tulazimike kukimbia sayari yetu kwa lazima. Eti wanadai kwamba bajeti ya huko NASA ni ndogo, ni karibu dola bilioni 25 kwa mwaka, lakini dunia nzima inatumia zaidi ya dola trilioni 2 kwa mwaka. Kwa hizi sababu tu za kipuuzi, kwa sababu hata population ikiwa kubwa gharama zitakuwa zile zile na maana utakimbia tena. Lakini huo ndio ukweli muhimu ambao wanasayansi baadhi wanaukubali, kwamba hakuna sayari inaweza kuchukua nafasi ya dunia. Hata kama tutafika Mars, huko kuna baridi sana, hakuna hewa ya kupumua, mionzi ni mikali mno, mazingira ni hatari sana. Angalia tu chombo kinavyoonyesha. Kwa hiyo hapa dunia ni nyumba bora zaidi ya binadamu kuliko chochote, kama gamba mgongoni mwa kobe. Kwa hiyo tuilinde dunia kwanza. Sasa kwa hapa duniani tu hapa, kabla tujapakimbia, kuna maeneo mengi sana ambayo hayajachunguzwa kamilifu na hayajakaliwa na mtu. Na ukweli ni kwamba karibu kila sehemu ya dunia tayari imewahi kufikiwa na binadamu kwa namna fulani, lakini sio kuishi. Yaani sio kujazana. Maeneo kama Antarctica, hii ndio sehemu kubwa zaidi duniani ambayo haina wakazi wa kudumu. Ina barafu nene sana. Huko kuna vituo vya utafiti ambavyo vinaendeshwa na mashirika kama NASA na nchi mbalimbali. Kuna baridi kali, hakuna udongo wa kulima, upepo ni mkali. Sasa hapa ni bora zaidi ukilinganisha na kule juu, kwa sababu kutoka Antarctica kwenda kwenye mabara mengine ambayo maisha ni mazuri ni faster tu kuliko hii safari ya miezi 9 angani. Unakula nini, unaimaje, unajua mwenyewe. Kuna misitu kama misitu ya Amazon kule Amerika ya Kusini, maeneo ya Brazil na nchi nyingine za Amerika ya Kusini. Baadhi ya sehemu zake hata hazijafikika kabisa. Kuna makabila ambayo hayajawahi kuguswa, yani hayajui kama tunavaga nguo. Kwa kule bado hapajafikiwa. Ina maana kama tupo wengi sana, mbona maeneo haya hayajaguswa? Maeneo kama Greenland ni kisiwa kikubwa sana duniani ambapo asilimia karibu 80 imefunikwa na barafu, lakini watu wanaishi. Kisiwa hichi kipo karibu na Denmark na barafu inaweza kupungua katika siku zijazo.
maeneo kama jangwa la Sahara. Kwa hiyo kuna mahali pengi sana ambapo bado hapajaguswa kabisa. Ukiangalia hali ya sasa ya dunia, kwa sasa tupo watu bilioni 8 na pointi zake, lakini bado kuna maeneo mengi ambayo ni misitu, majangwa, milima, barafu, bahari ambapo bado watu hawajafika. Watu wamejazana tu kwenye miji fulani, wamekaa katikati, lakini bado tukisema tutawanyike kila mtu akatafute maeneo yake ya mbali, bado kuna maeneo mengi sana. Toka tu Dar es Salaam kuelekea Arusha, hapa katikati utakutana na mapori mengi. Sasa kwa nini useme dunia eti imebanana haitoshi, inabidi tuende kwenye sayari ya 4? Kwa hiyo hapa duniani tukisema tujaze ama tukae kila mahali, ni labda tuwe trilioni 4 mpaka trilioni 6. Hapo ndipo tutajaza. Sasa hivi tupo bilioni 8. Hapo ndipo tutajaza na watu waanze kufikiria kwamba maisha yatakuwaje. Na ukumbuke kila siku tunazaliwa, lakini vile vile kila siku tunakufa. Ngoja nikupe ufafanuzi kidogo. Mtu akisimama kawaida anahitaji nafasi ya takribani robo mita ya mraba. Yaani mita moja ya mraba ikigawanywa mara 4, si ndio? Unaweza kufikiria kama upana wa karibu nusu mita, urefu wa karibu nusu mita, si ndivyo? Kwa mtu mmoja. Idadi ya watu duniani kwa sasa, duniani kuna takribani watu bilioni 8. Bilioni 1 ni 1000 za milioni. Kwa hiyo bilioni 8 ni milioni 1008. Tukikusanya watu wote kwa pamoja, kama watu bilioni 8 wakisimama bega kwa bega, kila mmoja akichukua robo mita ya mraba, eneo lote lingekuwa karibu kilomita za mraba 2000. Kwa sababu ni sawa na mkoa mmoja wa hapa Tanzania, kwamba watu wote tuliopo hapa duniani tukisimama bega kwa bega tunatoshia ni kama kwenye mkoa mmoja wa hapa Tanzania. Kumbuka hapo ni ukitoa nyumba, barabara, yani pakawa ni eneo plain, ukavunja magorofa yote ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa mfano mkoa kama Kilimanjaro, eneo lake ni karibu kilomita za mraba 1013. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kama watu wote wangekusanywa hapo Kilimanjaro, tungetumia sehemu ndogo tu ya mkoa huo wote, yani duniani watu wote tungesimama kwa kubanana hivi, tungetosha kwenye mkoa wa Kilimanjaro pekee. Ama Mtwara, kwa sababu Mtwara ni karibu kilomita za mraba 1016. Ina maana bado tusingeweza kujaza mkoa wa Mtwara. Hapo ni bila majengo, bila nini, yani ni uwanja plain. Na mkumbuke kwamba haya maroketi yanayotengenezwa ili kuruka huko, yenyewe yanaongoza kuchafua hali ya hewa, yani yanaongoza kuharibu dunia, kwa sababu ili roketi iruke inabidi patumike mafuta ya kemikali ya kikaboni ambayo yanatoa carbon dioxide, carbon monoxide, ambazo ni gesi ambazo zinachafua sana anga na mabadiliko ya hali ya hewa. Unaona? Mafuta ya hydrogen na oxygen. Kwa wao wenyewe wanavyotengeneza huo mpango, kwa kadri wanavyotengeneza huo mpango ndivyo wanavyozidi kuiharibu dunia hii iliyopo hapa. Sayansi kwa asilimia kubwa, kwa kila eneo la sayansi linaharibu sana na kusaidia kidogo. Yaani kinachosaidiwa ni kidogo ukilinganisha na kile ambacho kinaharibiwa. Elon Musk mwenyewe anadai kwamba pakiwepo watu milioni 1 tu, anataka koloni moja la huko Mars leo limeshatosha. Kwa hiyo usije utajitenga kimkoa, yani kama kamkoa kamoja ka huko Mars sasa kawe na watu milioni 1. Unaona? Na huo mji huo unajitegemea, yani unajitegemea kwa kila kitu. Sasa unajitegemeaje wakati yeye mwenyewe hapa duniani hajajua hata kama kuna maisha huko? Na picha zote, hamna picha inaonyesha kuna maji ya kutosha kama hapa duniani. Kila safari ya chombo cha Starship inaweza kubeba watu kama 100 hivi. Unaona? Sasa Elon Musk anafikiria kutuma maelfu ya hivi vyombo kwa safari nyingi. Unaona? Na safari hizi zingekuwa zikiondoka kila baada ya miaka 2 wakati sayari zinapokaribiana. Yaani sayari zinapokaribiana ndipo safari inapofanyika. Sasa imagine inaweza ikachukua muda gani? Inaweza ikachukua miaka 40 mpaka miaka 100 kufikisha watu milioni 1 huko Mars. Miaka 40 hadi miaka 100, mimi mtu anazaliwa mpaka anakufa. Maana yake hata Elon mwenyewe hatakuwepo. Na wanadai kwamba mpaka kufikia mwaka 2030 mpaka 2055 tayari wao wametimiza swala hili. Watu milioni 1 wamepelekwa huko. Sasa kwa nini wasianze kuondoka wao kwanza, alafu wakatuachia sisi tukabaki? Wao waende wakachafue huko kama wanaweza, alafu sisi tukabaki katika sayari yetu hii. Na huko hamna mtu mmoja. Kuna kile chombo tu, ile Mars rover ambayo ilirushwa na NASA mwaka 2012.
na ile iliyorushwa mwaka 2021. Kabla sijaongea sana, ili nisikupotezee muda wako, ninaomba nikuoneshe mazingira. Ukisikia Habibi welcome to Dubai, ndio hii hapa. Hicho unachokiona hapa, check it. Hapa ni Dubai rafiki yangu. Hii sio picha ya AI ama video ya AI kwamba imetengenezwa mazingira kutengenezwa. Hapa ndipo ambapo tupo sisi. Sasa kama hapa ndipo tupo, kwani wanafunzi kutupeleka kwenye lile jangwa my friend? Achana na Dubai, utasema kuna baadhi ya sehemu ni jangwa. Twende hapa Switzerland. Check ya mazingira. So peaceful. Hapa ndipo tupo. This is our home planet. This is our mama land. Na nataka kutupeleka huko kwenye sayari hiyo. Hii mifumo ya kishetani kabisa. Walipochukua kisiwa kimoja tu, kile cha Nickelodeon, kile cha Epstein Island, kisiwa kimoja tu, walianza kula watoto. Sasa sembuse sayari nzima my friend. Oh my god. Mimi naitwa Windful. Nataka nikukumbushe tu kwa 1% tu tunaopingana na mawazo ya kipumbavu kama. So, sitaki kujua ni maoni yako ya aina gani ulionayo juu hili swala, lakini linganisha tu kwa picha. Hapa ndipo panapoitwa nyumbani. Alafu hapa ndipo panapoitwa nyumbani kwenye vichwa vya wanasayansi. Unafikiri tunaweza kusurvive kwenye hili eneo? Niwakumbushe tu, anayerusha mabomu kutoka Marekani kwenda Iran sio kuku, ni mtu. Sio kuku. Ina maana mwanadamu mwenyewe ndiye adui wa mazingira ya kwanza kabisa. Sasa wanahakikisha wanazalisha teknolojia kubwa itakayotufanya tutoeshwe katika dunia hii ili wao wakimbie kwa usalama. Mipango iliyopo sio mizuri kabisa. Huyu ndio Leviathan anayetakiwa kunyanyuka. Hii ndio 666. Mfumo huu wa kishetani 666 sio li shetani fulani ambalo lina mapembe, ni mifumo ya kishetani ambayo inaongozwa kupitia watu. Hao wameshayauza maisha yao kwa shetani na wanataka kila mwanadamu alipe gharama, kitu ambacho ni impossible. Kwa haya ndio mambo yanayoendelea. Bonyeza button ya follow, button ya subscribe, inategemea na mtandao unanitazama. Alafu baada ya hapo, niandikie kwenye maoni yako, unaungana na mawazo ya upumbavu ama unakubali kusimama kuliko kuishi magotini pao.